tukikusanya hapo mtaniambia hapa kuna kivuli. Sasa kama kuna kivuli, tukapande miti kwa wingi sana. Tuendelee kupanda miti, na upandaji wa miti uanze kwenye ngazi ya familia. Kila mtu katika familia yake akisha mwaka huu, msimu huu wa mvua, anapanda miti mingi. Lakini uongozi wa kijiji, kama mnahitaji miti, nina uwezo wa kuwapatia miti bure. Naweza nikawaombea pale TFS, tukawapa miche mtakayohitaji kupanda bure. Kwa hiyo miche ipo. Nataka kwenye barabara zetu, kwenye nyumba zetu, kata hii ya Usambara iwe mfano, kwa sababu nyie kata hii ndio imebeba jina ya milima jamani, milima ya Usambara, si ndio? Sasa milima ya Usambara kule juu hakuwezi kuwa kuzuri, kuna miti mingi, alafu hapa kwetu ardhi kipara. Tukapande miti kwa wingi kando ya barabara, kama ile pale wakati unapandisha Lushoto ilipopandwa, nafikiri mmeiona. Basi na huku tuwe na vivuli, na tukifanya hivyo maana yake tutakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Jua litakuwa linapungua, mvua zitakuwa nyingi, lakini miche ikiwa mikubwa, maana yake tutapata mazao ya miti ikiwemo mbao na mazao mengine. Wale ambao wanaumbea hawana shida, wanataka umbea tu ili waongeongee, hao wasubiri kwanza, tutaongea siku nyingine. Sawa? Kwa hiyo na mwenzako akitoa hoja yake, basi wewe usikazie. Kuna mtu mwingine akisikia huyu kasema, anasema kama alivyosema yule bwana. Yaani hiyo hata mimi inanikera sana. Safi. Mimi naitwa Awadhi Idi Asmani, mwenyekiti wa kijiji cha Kwandogoi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwanza tunakushukuru sana kwa ziara yako ya leo. Natumai ziara hii imeunganisha vijiji vyote vinne vya kata ya Usambara, na ndio maana tunaonekana hapa. Mimi ninazo kero. Kwanza kabisa, kwenye swala la bima ya afya. Umezungumzia kuhusu swala la bima ya afya. Na natambua hata sasa hivi wapo ambao wana bima ya afya, lakini bima hii inakuwa na changamoto sana. Unafika hospitalini pale, mtu mwenye hela anapitishwa, mwenye bima anaambiwa akae. Kwa hiyo ndugu mheshimiwa, hii kero tunaomba serikali yetu ya Tanzania, kwa sababu mmetuletea sisi, tutahamasisha wananchi wajiunge, lakini serikali nayo iwe macho kwenye hili, kwa sababu unakuta hospitalini unaambiwa wewe kaa kwanza, mwenye hela apite. Kwa hiyo tunaomba hilo lifanyiwe kazi. Kero ya pili, heshimiwa, sisi ni viongozi wa vijiji. Wanakuja hawa viongozi wa TARURA kuchimba barabara zetu hizi, lakini unakuta viongozi wa kijiji tunaonekana ni watu wadogo sana, hatupewi hata taarifa. Nadhani kipindi kilichopita hapa, kipindi cha uchaguzi hapa, walikuja kutengeneza hizi barabara zetu, lakini hawakutuhusisha. Ikafikia hatua pale Kwandogoi likashuka juu, likataka kuua wanafunzi na likabomoa mpaka nyumba ya mwalimu. Mpaka sasa mwalimu amehama pale. Kwa maana hiyo, wale wangekuja wangetuhusisha, na maana tungesimama nao, tungewaonyesha sehemu hatarishi, kwamba jamani, mnapopita mpite hivi na hivi. Lakini wenye vitu wa vijiji hatuhusishwi, wanakuja wanafanya kazi, mwisho wa siku tunaleta madhara. Kwa hiyo hilo uende nalo, uliangalie kwa jicho la tatu. Nyumba ya mwalimu pale imeshabomoka, kwa hiyo nataka kukarabati. Swala la tatu ni kuhusu kwenye kijiji changu pale. Vipo vitongoji pale vinapata tabu, shida ya maji sana. Yaani mtu anatoka hapa karibia na kiviricha kutafuta maji. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitongoji kwa kweli angalau yale maji ya mtu anatosheleza, lakini hivi vitongoji vya juu Mkumbala pale, hata mheshimiwa diwani nilishampa hiyo taarifa, hata mbunge alikuja. Kamwambia hawa watu wanatakiwa wanusuliwe. Mwanamke anakaa kule mtoni mpaka saa moja, hata kuwapikia wazazi hamna. Watoto. Kwa hiyo kero, naomba mheshimiwa pale Kwandogoi, kwa vitongoji vya Mkumbala pale wapate haya maji. Lakini swala lingine ni swala la umeme. Kwa kweli niwashukuru sana kwanza, kwa sababu kwenye kijiji changu ibakia kama vitongoji vinne tu. Lakini sasa kuna kitongoji kimoja kule Mkumbala, wale watu wanasumbua sana. Kwa kweli hawana umeme kabisa na wanapata shida, na ni watu ambao ni wengi. Kwa hiyo ningeomba mheshimiwa mkuu wa wilaya, hili swala lichukue, hawa watu nao angalau wapate hata nguzo kule, ili hizi kero tuzitoe. Baada ya kusema hayo, niseme na kushukuru sana njia vya michezo na swala la makazi. Mheshimiwa DC, swala hili nilizungumza na uongozi wa kijiji cha Kwapunda, tukakubaliana kwamba waandike barua kwa mkurugenzi wa bodi ya Mkonge wakielezea ni hekta ngapi wanazihitaji, na mimi nitalisimamia hilo swala. Sasa ni vizuri kwa sababu mwenyekiti yupo hapa, anaweza akaeleza kwamba hiyo barua atanipatia lini, lakini muda wote nikiipata. Leo alikuwa na kiko chake cha serikali, kwa sababu tu watu walichelewa kidogo wajumbe.
lakini leo ingekuwa ni kikao hicho ingekuwa kimeishi, angenipatia hiyo barua, kwa sababu mkurugenzi wa bodi ni mtu ambaye nafahamiana naye, nimefanya naye kazi na tumeweza kwa kupitia huyo ametusaidia hata kuongeza eneo la shule. Vile vile hata wenzetu wa Mbagai tulishikiana nao wamepata eneo. Kwa hiyo swala hilo la makazi liko kwa hivyo kwamba nikipata hiyo barua tutaomba eneo ambalo liko mbele yako, lakini vile vile kwenye eneo hilo pale kwenye majengo pale tunategemea tujenge soko. Hili swala la soko nimeongea na afisa biashara, ameniambia kwenye bajeti 26-27 atatuingizia kwenye bajeti ili angalau mwakani tuanze kujenga hilo soko. Swala lingine ambalo limezungumzwa ni kero ya umeme. Kitongoji cha Kwemaruli na kitongoji cha Majengo tulikuwa kwenye mpango, nguzo zimesimamishwa tangu mwezi wa 8 mwaka jana, lakini nyaya bado hawajaleta. Juzi niliongea na meneja wa REA Lushoto, ameniambia kwamba mwezi huu utaisha ataleta pale. Lakini kitongoji ambacho kimezungumzwa, kitongoji cha Pantura na kitongoji cha Mkumbara viko kwenye mpango. Kwa hiyo nategemea kwamba mmeambiwa muda wowote watakuja hapa, kwa sababu hao watu wameanzia Mahezangulu, jana walikuwa kwa Mahezangulu. Kwa hiyo mimi naamini kwenye huu mwezi hicho kitongoji cha Pantura na kitongoji cha Mkumbara itakuwa vimeshapata umeme. Swala barabara ambalo linazungumzwa kutoka Kiwandani kwenda mpaka Ndekai, swala hilo kwenye kikao cha ODC tulipitisha, na nimeongea na meneja wa TARURA, ameniambia kwamba mpango huu utaanza mwakani, kwa sababu mwaka huu watakuwa wanatengeneza barabara ya Kiviricha Furuni na kwa Mzuza. Kwa hiyo kwa sababu huko ametujengea daraja, kwa hiyo mwakani ndio watakuja kumalizia eneo hilo, kwa sababu tumeomba daraja mbili ambazo ziingizwe kwenye TARURA. Hiyo barabara ya Kiwandani Ndekai na barabara nyingine kutoka Kiviricha kwenda kwa Mzuza. Swala la maji imezungumzwa kwamba kwenye kitongoji cha Mkumbara ni shida, na ni kweli ni tatizo, lakini mheshimiwa mbunge alileta mpimaji wa kuja kupima maeneo ya kuweka maji. Alipandisha Mkumbara na ameshapima, kwa hiyo tutasubiria wale wafadhili waje kuanza kuweka mabomba ya maji. Ni Mkumbara na Kiviricha ndio sehemu ambayo tumepata sasa. Kwa mheshimiwa DC, kwenye kero ambazo zimetoka, mimi hizi ziko ambazo nimezitaja, lakini tu nikuombe, kwa sababu wewe ndio mkuu pale, kumezungumziwa swala la afya. Hii swala la afya nayo nimeongea na katibu wa afya, nimeongea na daktari mkuu. Ukiangalia kata yetu ya Usambara kwa wananchi ni wachache, lakini kinachotubewa ni kwamba sisi hapa ni mbali kwenda Lushoto au kwenda Bumbuli. Kwa hiyo ameliona hilo nalo, wameomba kwamba tuweze kupata kituo cha afya. Kwa hiyo mimi nikuombe tu kwamba, kwa sababu Waswahili wanasema mgongo wa nyani na tumbili inafanana, ila mgongo wa nyani umeinuka, naomba unisisitizie swala hili tuweze kupata kituo cha afya, kwa sababu tunapata shida sana. Wananchi wanapopata ajali, ukiwapeleka pale hospitali ya pale Makuyuni pale inakuwa ni tatizo. Pale ukifika bila hela uweze kupokelewa na uweze kuzungumza chochote. Kwa hiyo nikuombe tu tufanikiwe, naomba unisaidie. Kwa ni kero kwa wananchi wa kijiji cha Kwampunda na kijiji cha Mbagai wilaya ya Korogwe. Kwani tangu 2016 daraja ambalo lilijengwa na Katani Limited ilivyokuwa limezolewa na maji, wananchi walikuwa wakipata adha ya kuvuka mto. Kwani wakati wa mvua zikinyesha, watu wa Korogwe wanakuwa Korogwe na watu wa Lushoto wanakuwa Lushoto. Kwa baada ya kujengewa daraja hili tumekuwa ni mkombozi kwetu, maana sasa hivi tutakuwa tunapita muda wote, iwe kipindi cha mvua na kipindi cha masika. Kwa hiyo daraja hili ni mkombozi kwa. Kwa hiyo namshukuru sana mkuu wangu wa wilaya Lushoto, kwa sababu kwenye kipindi chake tumeweza kujengewa daraja hili. Kutokana na daraja hili, wananchi wangu wanategemea kwanza uchumi wao utakuwa, kwa sababu mazao yao yatakuwa yanaweza kuvuka na kwenda sokoni, kwa sababu wananchi wangu huku ni wakulima wazuri wa ndizi, huwa wanategemea gulio ambalo liko hapo Korogwe, watakuwa wanapitisha mazao. Na vile vile halmashauri yangu ya Bumbuli kupitia daraja hili itakuwa inapata mapato yanayotokana na zao la mkonge, kwani tani moja ya mkonge tunapata kama halmashauri shilingi 47,836. Kwa mfano kwa kipindi cha 2025 wananchi wa halmashauri ya Bumbuli imeweza kuchakata kupitia kiwanda cha Usambara tani ambazo hazipungui 277, ambazo gharama yake halmashauri itafaidiwa kupata shilingi milioni 13. Kwa hiyo daraja hili linapovunjika, halmashauri ya Bumbuli ilikuwa haifaidiki, lakini kwa kupitia daraja hili nahakikisha kwamba halmashauri ya Bumbuli itapata mapato makubwa zaidi kuliko ilivyokuwa mwanzo.
maana mkonge utakuwa unavuka na kupelekwa kwenye kiwanda cha mkonge ambacho kinaitwa Usambara ambacho kiko pale mbele. Okay, majina yako tena? Naitwa Hamadi Omar Deza, diwani wa kata ya Usambara. Mimi Salehe Shikwavi, mimi kama katibu wa Kwapunda Chama cha Mapinduzi, naishukuru serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mama Samia Hassan Suluhu kwa kutekelezea daraja hii, kwani daraja hii ishapoteza maisha watu wengi, wakina mama pamoja na watoto na pia wanafunzi ambao walikuwa wanaenda shule. Wakati mwingine ilikuwa wanafunzi hawaendi shule na pia walimu ilikuwa hawaendi kwa sababu wao wanakaa wilaya nyingine, ilikuwa nakaa kwa ajili ya daraja maji yamejaa. Kwa hiyo naishukuru serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa utekelezaji wake huu wa daraja hili. Majina yako tena? Jina langu naitwa Hamisi Salehe Shekwavi, katibu tawi Kwapunda. Pita maji hapa, hata kuna manusu ya watu zaidi sio chini ya 5 kwenda na maji. Sasa baada ya kupata daraja hili wewe unashukuru, maana mtu ana kaji mzigo kake lazima anategemea kuja sokoni. Sasa mpaka sasa hivi tunashukuru kwa daraja hili hapa. Kwa daraja hili kwa kutupa msaada kutengenezea daraja hili. Tunatoa shukrani kwa rais wetu pamoja na nani wa mkuu wa wilaya, maana katutekelezea, pamoja na diwani wetu naye alikuwa amekemea sana kuhusu swala hili hapa.